kisha kujifika kitanzi na kujining'iniza. Kama labda pengine tuseme kufikia ukingoni kwa ulimwengu ndo kunasababisha vitu kama hivi. Aligundulika kutoa ujauzito unaokadiriwa kuwa na umri wa miezi 6. Amka nasi. Alijichoma kwa kisu tumboni baada ya kugombana na mpenzi wake. Amka nasi. Alikutwa akiwa amejinyonga kwenye mti uliokuwepo karibu na mpaka wa shamba lake. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakuijia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Mtayarishaji na mtangazaji wako ni mimi Aziza Bakari Mkumba. Kwenye mitambo yupo Shabani Mpute. Karibu uamke nasi. Amka, amka, amka. Amka nasi. Amka, amka, amka. Amka nasi. Amka nasi. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Tabora ambapo tunasimuliwa kuwa kijana mmoja mwenye umri wa miaka 25, Shabani Luhende, mkazi wa kata ya Ng'ambo, manispaa ya Tabora, anadaiwa kujinyonga hadi kufa, huku mwanaume mwingine Ngalawa Idi, mkazi wa kata ya Uyui, akidaiwa kujinyonga ili kukwepa madeni. Tupate simulizi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Adela Moses. Akizungumzia matukio hayo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao, amethibitisha kutokea kwa vifo hivyo na kusema uchunguzi unaendelea kubaini undani zaidi wa matukio hayo, huku mashuhuda wakisimulia kilichotokea. Tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 11:30 jioni kwenye maeneo ya mtaa wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, wilaya na mkoa wa Tabora, Shabani Luhende Mayunga, huyu ana miaka 25, ni Msukuma, Muislamu, mkulima na mkazi wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, alikutwa akiwa amejinyonga kwa kujining'iniza kwa kamba iliyosukwa kwa kitambaa ambayo aliifunga kwenye kenchi ya nyumba moja katika chumba cha nyumba ya baba yake mkubwa ambayo anaishi naye. Chanzo cha tukio hili bado kinachunguzwa na mbinu ambayo ametumia ni kufunga kamba kwenye kenchi ya nyumba na kisha kujifika kitanzi na kujining'iniza. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa Kitete kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Aidha, tuna tukio la taarifa ya kifo la tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 1 za usiku katika maeneo ya kijiji cha Igembe Sabu, kata ya Uyui, wilaya na mkoa wa Tabora, ambapo mwanaume mmoja aliyetambulika kwa majina ya Ngalawa Idi, huyu ana umri wa miaka 50, ni Mnyamwezi, Muislamu, mkulima na mkazi wa Igembe Sabu, kata ya Uyui, alikutwa akiwa amejinyonga kwenye mti uliokuwepo karibu na mpaka wa shamba lake kwa kutumia kamba ya mtundu aliyokuwa ameifunga kwenye mti na kisha kujining'iniza. Chanzo cha tukio hili ni kudaiwa ng'ombe na watu mbalimbali ambao waliwekeza ng'ombe hao kwa marehemu huyu. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa Kitete kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu. Tunapatwa na wasiwasi kwamba nini kinatokea mpaka tunafikia maamuzi magumu kama hivi, kwamba labda pengine tuseme kufikia ukingoni kwa ulimwengu ndo kunasababisha vitu kama hivi, au kuna changamoto gani katika familia. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoani hapa linawashikilia watu wawili, akiwemo mtaalamu wa maabara binafsi pamoja na mwanamke mwenye umri wa miaka 21, wakazi wa manispaa ya Tabora, kwa tuhuma za kushirikiana na kutoa mimba, ikidaiwa kuwa tukio hilo limetokana na mwanaume anayehusika kukataa ujauzito huo. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 12:45 kwenye maeneo ya mtaa wa Singo, kata ya Gongoni, wilaya na mkoa wa Tabora, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 21, kabila lake ni Mpare, Mkristo, mkulima na mkazi wa kata ya Gongoni, aligundulika kutoa ujauzito unaokadiriwa kuwa na umri wa miezi 6, kisha kuweka kwenye kopo na kutupa katika mfuko wa kuhifadhia taka nje ya nyumba anapoishi. Tayari mtuhumiwa huyo amekamatwa pamoja na mtaalamu wa maabara binafsi ambaye alimpatia dawa za kutoa ujauzito huo, naye pia amekamatwa. Huyu mtuhumiwa mwingine ni mkazi wa Chemchem mwenye umri wa miaka 25 na ni Msukuma. Kiini cha tukio hilo ni maamuzi ya mwanamke huyu kutoa ujauzito baada ya mwanaume ambaye amempa huo ujauzito kukataa ujauzito huo, na mbinu aliyotumia ni kumeza dawa kisha kutoa ujauzito huo na kuweka kwenye kopo na kwenda kuutupa kwenye mfuko wa kuhifadhia taka nje ya nyumba yao. Mtuhumiwa huyu amepewa fomu namba 3 na chini ya ulinzi wa polisi amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu na uchunguzi zaidi wa wataalamu wetu wa afya. Aidha, kamanda Abwao ameelezea tukio lingine la mwanamke mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa, anayeshikiliwa kwa tuhuma za kujaribu kujitoa uhai kwa kujichoma kisu tumboni, huku jeshi la polisi likitoa wito kwa wananchi kutojichukulia sheria mkononi na badala yake kutafuta suluhisho la migogoro ya kifamilia kwa njia za amani
na kufuata taratibu za kisheria. Aidha, tuna tukio la kujaribu kujiua, tukio ambalo limetokea tarehe 7 mwezi wa 4 majira ya saa 9 za mchana huko maeneo ya Cheo, kata ya Cheo, manispaa na wilaya Tabora, ambapo mwanamke mmoja aliyetambulika kwa majina mwenye umri wa miaka 31, Mnyamwezi na mkazi wa Cheo, alijichoma kwa kisu tumboni baada ya kugombana na mpenzi wake. Ni kwamba mwanamke huyu alijichoma na kisu eneo la tumbo lake na kusababisha kutokwa na sehemu ya utumbo, na tayari amekamatwa, yuko chini ya ulinzi akiendelea na matibabu. Chanzo ni wivu wa kimapenzi, ambapo mhanga huyu aligombana na mpenzi wake aliyetambulika kwa majina mwenye umri wa miaka 33, Mngoni, anayefanya shughuli za bodaboda na mkazi wa Cheo, na kisha kuchukua hatua ya kujichoma kwa kisu tumboni. Hii ni mara yake ya pili kufanya jaribio la kutaka kujiua, na mara ya kwanza uchunguzi ulibaini kwamba alijaribu kujiua kwa kujirusha juu ya ukuta na kuvunjika mguu wake wa kulia. Mwanga amepewa pethidine na amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu zaidi, ambapo amelazwa hospitali. Nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuchukua tahadhari na kuto kuchukua maamuzi ya kikatili na maamuzi ambayo pengine ya kukata tamaa. Kunapokuwa na migogoro mbalimbali kwenye mahusiano, ni vyema wanafamilia hawa kuhusisha ndugu na kutafuta utatuzi, pengine kwa kutumia mamlaka za serikali, ustawi wa jamii na jeshi la polisi. Tunao dawati ambalo linashughulikia migogoro mbalimbali. Kwa hiyo kunapokuwa na migogoro ya kifamilia, ni vyema kuchukua hatua za kisheria badala ya kuchukua maamuzi ambayo yanakwenda kutengeneza madhara zaidi kwa wengine. Kutoka Tabora, Adela Moses, Amka Nasi, Magic FM. Ni amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni, usiku, sikosi hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.